wachimbaji wadogo hivi sasa mnachangia 40% ya mapato yatokanayo na maduhuli ambayo tunayakusanya kupitia sekta ya madini. Mna mchango mkubwa sana hivi sasa. Katika historia ya taifa letu la Tanzania haijawahi kutokea mchango wa sekta ya madini kuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali kuongezeka kwa kiwango kikubwa kama ambavyo inafanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukiwa tunafunga hesabu za serikali kibajeti, Wizara ya Madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 ambayo 40% imetokana na wachimbaji wadogo mkiwemo ninyi ambao mpo hapa. Asanteni sana. Mungu awabariki kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya. Ndugu zangu, najua 1% kubwa ya wachimbaji hapa mnachimba kwa kubahatisha. Imepoteza mitaji yenu, imepoteza muda wenu mwingi sana. Na wengine wamefilisika kwa sababu tu walikuwa hawajui wachimbe wapi. Mmechimba kwa kubahatisha kwa muda mrefu. Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatupa maelekezo. Tupo kwenye mchakato hivi sasa wa ununuzi wa helikopta ambao tutaifunga vifaa muhimu ambayo itakuja kufanya utafiti wa geofizikia kuonesha vilipo viashiria vya madini na miamba iliyopasuka. Vifaa hivi vitakuwa na uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka kilomita 2 chini ya ardhi, kujua miamba na mipasuko iliyopo. Hii itasaidia kuongoza vizuri wachimbaji wadogo wa nchi yetu ya Tanzania na wakaacha kuchimba kwa kubahatisha. Ndugu zangu wa Tanzania, leseni sio mapambo. Leseni sio pambo. Leseni ina masharti yake. Safari hii nimejipanga kuondoa uholela kwenye sekta ya madini. Nataka tubaki na wachimbaji wa kweli, hapana kuchimbia kwenye mdomo. Tupate wachimbaji wa kweli watakaotendea haki leseni. Wako baadhi ya watu na watumia salamu leo, mnamiliki maeneo makubwa, hamyafanyii kazi. Mimi sio muumini wa umaskini, wala sioni wivu. Mtanzania mmoja akiwa na leseni nyingi, sioni hata wivu. Lakini leseni zisiwe kwa ajili ya kutegesha, ziwe kwa ajili ya kufanya kazi. Hii utaratibu, kila sehemu ukigusa unaambia hapa kuna mwenyewe, nataka niukomeshe safari hii. Nataka niukomeshe safari hii. Na watu wote, najua taarifa zitaenda mbali, na watu wote Tanzania nzima ambao mnafikiri mna uwezo wa kuhodhi maeneo makubwa kwa kusubiri wawekezaji, safari hii imekula kwenu. Safari hii imekula kwenu. Tunataka leseni zifanye kazi. Juzi nimefuta leseni 73 zenye ukubwa wa eneo la kilomita za miraba 3,002 sawasawa na ekari 741,000, yani sawasawa na halmashauri ya manispaa za Moshi uzijumlishe ziwe 50, maeneo ambayo watu wameshikilia hawafanyii kazi. Mtu ana leseni tangu mwaka 2012 mpaka leo hajawahi kuingiza hata koleo, ameshikilia leseni. Mwisho wao sasa.
na kwenda kufuta leseni zote. Leseni, bora tuanze upya, na kwenda kufuta leseni zote kubwa ambazo hazifanyiwe kazi. Wale walio tayari kufanya utafiti tutawapa, lakini tutazipanga kwa ajili ya wachimbaji wadogo wenye mchango mkubwa na taifa lao la Tanzania. Ndugu yangu Hango, una leseni 191 za utafiti. Naomba kabla ya Jumatano, na mkurugenzi wa leseni huko hapa, kabla ya Jumatano, naomba uniekee leseni hizo na wamiliki wake, na pia utaniambia kila moja kama imewasilisha taarifa ya robo mwaka tangu wamepewa leseni hizo 191. Mimi sioni uvivu kabisa kufuta leseni. Sitaona uvivu kabisa kufuta leseni. Mkurugenzi wa leseni, naomba muifanye hiyo na Hango. Hizo leseni 191 za Geita zinafanya nini hapa? Mpaka leo hapa mkoa wa kimadini wa Mbogwe hauna mgodi mkubwa, utafiti wao ni wa nini? Hii habari ya kushikilia maeneo hii nimesema sasa hivi nakwenda kukoma. Sasa nikuombe Hango, kana Aziza hapo, mpate zile leseni zote, nipate na status zake. Kwa Watanzania wote mnaonisikia, wenye leseni za utafiti katika mkoa wa Geita, mjiandae na kwenda kuzifuta leseni zenu. Huo ni ujumbe ukaini tu. Huo ni ujumbe uwafikie nchi nzima. Haiwezekani mtu mmoja anakalia maeneo, ukigusa tu mchimbaji mdogo hapa kwangu, ukigusa hapa kwangu. Haiwezekani hata kidogo. Tukitoa leseni ya utafiti ina miaka 9. Tumetoa utafiti kwa miaka 9. Maliza utafiti, anzisha mgodi wa kati au mkubwa. Ndio maana leseni ya utafiti. Kwa upande wa leseni, tumeendelea na utoaji wa leseni. Mpaka sasa hivi tuna PL 191, lakini tuna leseni za uchimbaji mdogo 1973. Lakini katika kipindi hichi tumekuwa na zoezi la kugawa leseni katika maeneo tengefu. Katika eneo la Nyang'hwale pekee tulikuwa na maeneo mawili, eneo la Nyamikonze na eneo la Mwamakiliga. Hapo Nyamikonze tulitoa leseni 81 na Mwamakiliga tukatoa leseni 27. Na katika maeneo yote haya tumekuwa tukitoa kipaumbele katika makundi maalum ambayo ni vijana, wamama na watu wenye mahitaji maalum. Lakini nadhani utakumbuka Mheshimiwa Waziri, tulifanya zoezi kubwa la ugawaji leseni katika hifadhi ya Kigosi ambapo zaidi ya leseni 5,000 ziliweza kugaiwa. Na kwa upande wa makusanyo tumekuwa na mafanikio makubwa. Tangu ofisi imeanzishwa mwaka 2021, makusanyo yamekuwa yakiongezeka. Mwaka 2021 tulikusanya bilioni 21, lakini kila mwaka makusanyo yamekuwa yakiongezeka, na mwaka jana, mwaka wa fedha ulioisha, tumekusanya bilioni 34. Na mwaka huu mpaka mwezi huu wa Novemba tumeshakusanya bilioni 21.